Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani al-mutalaziman ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tunaendelea na madarasa haya ya fiqhi, na tulieleza ule utangulizi katika darasa iliyopita. Leo tutaingia moja kwa moja katika kitabu cha tahara, kitabu tahara. Na kawaida maulama wanaanza na maelezo ya tahara kwa sababu jambo muhimu zaidi ni swala, na huwezi kuswali ila kwa nini? Kwa tahara. Kwa hivyo maulama umuman huwa wanaanza na mlango huno wa tahara kwa ajili ndio ufunguzi wa nini? Wa swala. Naam. Jambo la kwanza ama masala ya kwanza ama kigawanyo cha kwanza ambacho tutazungumzia ni kuhusiana na alama za kubalighi. Alama za kubalighi. Na tutazungumzia alama hizi ili tujue ni mtu gani anakalifishwa na sheria, yani ni mtu gani sasa utasema yeye ana majukumu kisheria. Na si kila mtu ana majukumu kisheria. Ni mtu ambaye amebalighi na ana akili, huyu ndo ana majukumu kisheria. Ataambiwa lazima aswali, lazima afunge, lazima aepuke urongo, lazima aepuke kusengenya, lazima afanye kadha, lazima aende hija akiwa na uwezo mpaka mwisho. Kwa hiyo tutaanza na kueleza alama za kubalighi. Alama za kubalighi ambazo tutazieleza ziko tatu. Ya kwanza katika alama za kubalighi, yani yoyote katika hizi alama tatu, moja tu ikitokea, moja kwa moja yule mtu anahesabika kuwa amefanya nini? Amebalighi, na moja kwa moja tumwambia sasa, wewe bwana unakalifishwa na sheria, kuna vitu lazima ufanye, kuna vitu lazima uepuke. Kwa hivyo jambo la kwanza ama alama ya kwanza ni mtu kutimiza miaka 15, na hii ni kwa mwanamume na mwanamke. Mtu akikamilisha miaka 15 ya umri wake amefika miaka 15, basi huyu anaitwa sasa yeye amefanya nini? Amebalighi. Lakini tukisema miaka 15 ni miaka aina gani? Sisi tunajua kuna miaka ile ambayo baadhi yao husema miaka ya Kiislamu, yani miaka ya Hijria, na kuna miaka ambayo ni miaka hii inaitwa ya kimiladia, Gregorian calendar, Januari mpaka Disemba, ile miaka hii Gregorian, miaka ya kizungu. Kisha kuna miaka ya Kiarabu ama miaka ya Kiislamu ama miaka ya Hijria ambayo ni Muharram mpaka Dhulhijja. Hapa tukisema miaka 15 lazima mtu apige hisabu kulingana na miaka ya Kihijri, miaka ya Kiislamu. Kwa haraka tofauti iko wapi ama shida iko wapi? Kwa ufupi, kila mwaka ule wa kizungu una siku 365 na kuna mwaka na siku 366. Kwa hivyo takriban siku 365. Mwaka wa Kiislamu una siku 354 au 55. Na ndio maana hata kwa mwenye kufuatilia, hata kwa akili ya utoto tu, utaona ile Ramadhani kila siku inarudi nyuma. Yani inasongea. Kama mwaka uliopita ilikuwa ni Januari tarehe 1, basi mwaka huu itakuwa ni kama Disemba tarehe 20 ndio yaanza Ramadhani, kama hivyo. Yani huu ni mfano. Kwa sababu gani? Kwa ajili kila mwaka wa kizungu una siku 10 au 11 au 12 zaidi ya mwaka wa Kiislamu. Sasa shida iko wapi? Kwa ajili miaka ya Kiislamu ni mifupi, ina siku chache kuliko ile miaka ya kizungu. Kuna mtu, yani watu wanatimiza miaka ya Kiislamu kabla ya kutimiza miaka ya kizungu. Yani yeye tayari aweza kuwa ashamaliza mwaka wa Kiislamu, aitwa yeye sasa ana mwaka mmoja Kiislamu katika kalenda ya Kiislamu, lakini kalenda ya kizungu bado hajakamilisha mwaka mmoja, bado kama siku 10 akamilishe mwaka wake wa kwanza. Akifika mwaka wa pili huku tayari yani mwaka wa Kiislamu akishafika mwaka wa pili imeongezeka, imekuwa sasa mwaka wa kizungu bado kama siku 20 atimize miaka miwili. Kama hivyo. Sasa ukiendelea kuongeza kila mwaka ni siku 10 ama 11, baada ya miaka 15 hizo tayari ni kama siku 150 au zaidi. Naweza kufika karibu siku 160. Sasa utaona lau huyu mtoto tukamwambia bwana hajafika miaka 15 ile ya kizungu, lakini inaweza kuwa katika miaka ya Kiislamu tayari ashafika miaka 15. Na tukipiga hisabu, tukikalculate miaka 15 kwa miaka ya kizungu, ati kuanzia Januari mfano tarehe 1 1990 tukasema mpaka 2005. Haya, haina neno. Mpaka 2005, time kama ile, muda kama ule, tutamwambia wewe kihakika kulingana na kalenda ya Kiislamu ushafika miaka 15 tangu miezi 6 iliyopita.
Manake zaidi ya siku 150. Yeye alikuwa ashafika miaka 15, manake alikuwa ashabalighi tangu kitambo. Na tukisema kuwa alikuwa ashabalighi tangu kitambo, ile miezi iliyopita ambayo yeye alikuwa haswali labda kwa ajili hajabalighi, tutamwambia lazima zile swala zote azilipe. Kwa sababu gani? Kihakika alikuwa ashabalighi yeye, lakini walifanya makosa kwa ajili walishughulikia ama walipiga hesabu kwa kalenda ya kizungu. Kwa hivyo hapa ndo muhimu, ama hili ndo jambo muhimu ambalo tulitaka kulitanabahisha, kuwa mtu lazima akitaka kupiga hesabu apige hesabu kwa kalenda ya Kiislamu. Naam. Alama ya pili ya kubalighi ni mtu kutokwa na manii. Mtu kutokwa na manii, mwanamume au mwanamke, mtu yoyote kutokwa na manii. Hata kama mtu yuko macho, hata kama amelala, lakini madamu mtu amepita miaka 9, ashafika miaka 9, akatokwa na manii, moja kwa moja ile ni alama ya kubalighi. Hapa pia lazima tutanabaishe jambo. Baadhi ya watu hudhani maskini, manake utaona mtoto amefika miaka 13, akitakuambiwa kaswali, mzazi asema bado hajabalighi. Yawezekana ashawahi kutokwa na manii yule. Aulizwe, ushatokwa na manii? Yani mzazi afuatilie. Haya ni mambo ambayo kidogo mtu aweza kuwa yuaona haya, lakini ni mzazi anafaa kufuatilia. Kwa hiyo mtoto akifika miaka 13, 12, 10, 11 akatokwa na manii, hatumwambii ati hajabalighi mpaka afike 15. No. Automatic pale akitokwa na manii, huyu anahukumiwa kuwa ashafanya nini? Ashabalighi, na ni lazima afanye wajibu zake, na ni lazima aepuke mambo ambayo ni haramu. Tamam? Kwa hivyo hiyo ni alama ya pili. Si lazima tungoje mpaka afike miaka 15. Alama ya tatu ni mwanamke, ni khas. Alama ya tatu ni khas kwa mwanamke. Yani haiwezi kuingia kwa mwanamume. Ni yahusiana na wanawake peke yake. Mtoto wa kike. Ni nini? Ni kutokwa na damu ya hedhi. Ni kutokwa na damu ya hedhi. Mtoto akitokwa na damu ya hedhi baada ya kufika miaka 9, moja kwa moja huyu anahukumiwa kuwa ashabalighi, na anakuwa vile vile amekalifishwa na sheria. Ni lazima afanye mambo ya wajibu, na ni lazima aepuke mambo ya haramu. Kwa hivyo hizi alama tatu. Mtoto wa miaka 12 wa kike akatokwa na damu ya hedhi, tutamwambia si lazima afike miaka 15 ati ndo aambiwe amebalighi. Pale tumwambia wewe, yeye hukumu yake ni kuwa amefanya nini? Amebalighi, na lazima asimamishe sheria. Yani aswali, lazima afunge. Taban ataswali hedhi kisha, atafunga hedhi kisha. Taban lakini lazima epuke urongo, lazima asisengenye, yani ni haramu kusengenya, ni lazima atii wazazi wa hakadha mpaka mwisho. Tamam? Kwa hivyo hizi ndo alama tatu za kubalighi, ambazo moja wapo ya hizi alama zikitimia, moja kwa moja yule kijana, yule mtoto anaambiwa sasa wewe umefanya nini? Umebalighi. Naam. Na ni wajibu, masala ya mwisho inshallah, ni wajibu kwa wazazi, ima ni mababa au mamama, wawafundishe watoto wao mambo ambayo ni wajibu wao baada ya kubalighi. Ni lazima, ni jukumu la wazazi kuwafundisha watoto. Ima wawafundishe moja kwa moja wao wenyewe, mzazi amfundishe mtoto hivi ndo waswali, hivi ndo wafunga. Ama kama hawezi, hususan kama zama zetu, mzazi maskini yuko kazini, hana nafasi hiyo, hana time hiyo, basi ampeleke madrasa na ahakikishe anasomeshwa inavyostahili. Ile madrasa ataweza kusomeshwa kujitwahirisha, ataweza kusomeshwa namna ya kuswali na mambo mengine ya wajibu, na ataweza kufundishwa uharamu wa kuiba, uharamu wa zina, uharamu wa urongo. Kisha pia mzazi amfundishe mtoto wake, kama tulivyosema, ima amsomeshe yeye mwenyewe direct moja kwa moja, au amempeleka madrasa, lakini amjulishe kuwa akibalighi sasa anaingia katika taklifu, anaingia katika kukalifishwa na sheria. Yani sasa sheria inamwekea mipaka. Kuna mambo hafai kufanya, kuna mambo ni lazima afanye, kuna mambo ni sunna, kuna mambo ni makruhu, na kuna mambo ni mubaha. Kwa hivyo ni wajibu wa mzazi kumsomesha. Kama hawezi kumsomesha yeye mwenyewe, basi ampeleke madrasa, na ni wajibu kwa mzazi kufanya nini? Kumlipia masomo yale. Ni wajibu, na hapa tunafeli wengi. Mtu atapelekwa madrasa, lakini mzazi hata hajali yule mtoto anasomeshwa nini madrasa. La, ni muhimu mzazi afuatilie. Ile ndo elimu itakayomfaa baada ya kifo. Tutake tusitake, sisi kama Waislamu, hii ndio elimu itakayomfaa yule mtoto baada ya kifo. Tutake tusitake. Kisha pia kama mzazi hayuko, mfano mtoto hana baba, basi lile jukumu linaenda kwa babu. Hana babu, tutaenda kwa mtu yoyote ambaye ni wajibu wake kumlisha yule mtoto. Hata maulama wanatuambia lau mtoto hana mtu yoyote, basi ni jukumu la wale matajiri wa jamii kuwasomesha watoto kama hawa.
Matajiri wote katika jamii wasidhani kuwa wamepewa pesa ni zao tu, la, wamepewa pesa lazima wahudumikie jamii kadri ya uwezo wao ama kadri ya wajibu wao. Kwa hivyo watoto kama hawa tukapatikana kwenye jamii, kuna watoto maskini ambao kwa lugha yetu tutaita labda ni street boy, ni mayatima, hawana wazazi, basi ni jukumu la jamii, wale wenye uwezo katika jamii, kuwasomesha hawa watoto, kuwasomesha na kuwalisha na kuwasomesha dini yao. Kwa hivyo hili ni jukumu ambalo wengi tuweza kuwa tumeghafilika nalo, jamii imeghafilika nalo, lakini haya ndio maelezo ya sheria kwa vijana kama hawa. Kwa hivyo mpaka hapa inshallah tutakoma. Katika madarasa atakayokuja tutazungumzia ahkam zinazofungamana na maji. Manake maji ndio tunatumia kutawadhia. Kwa hivyo tutakuja kuzungumzia inshallah ahkam zinazofungamana na maji. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah awwalan wa akhira.